Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Karam TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea bungeni. Rais wa Kenya William Ruto amesema mataifa ya Afrika Mashariki hayapaswi kuangalia tofauti zao kama chanzo cha mgawanyiko, bali yashirikiane kukabiliana na changamoto zinazowakabili wananchi. Akihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma leo Mei 5, 2026, Rais Ruto amesema changamoto kubwa katika ukanda huo si mipaka ya nchi, bali ni masuala ya ajira, umaskini na maendeleo duni. Ameeleza kuwa ushirikiano wa karibu kati ya Tanzania na Kenya pamoja na nchi nyingine za Afrika Mashariki unaweza kuwa suluhisho la changamoto hizo, hasa kupitia biashara, uwekezaji na sera za pamoja. Mpendwa mtazamaji wetu, usisahau kubonyeza alama ya subscribe kwenye YouTube channel yetu Karam TV Online ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Karam TV Online. Tuko na maadui wengi, ndugu wa Tanzania, ndugu wa Kenya. Tuko na maadui wengi. Maadui wetu sio wa Kenya, maadui wetu sio wa Tanzania. Maadui wetu ni ukosefu wa kazi na umaskini. Wacha nirudie, ndugu wa Tanzania, wa Kenya wenzangu, maadui wetu sio wa Tanzania ama wa Kenya. Maadui wetu ni kukosa ajira, umaskini na kukosa maendeleo. Kenya and Tanzania are deeply interdependent. Our bilateral trade reached approximately $860 million in 2025, and we are on course to hitting $1 billion this year, a reflection of growing opportunity. But this is only a fraction of what is possible. Tafadhali na wasihi, nikiwa rais wa pili, kwa mapenzi ya Mungu na kwa heshima yenu, kuhutubia bunge hili la watu, the great people of Tanzania, I want to ask you, sisi ni wamoja bwana. We are one people. Tusikubali kasumba ya samani. Sijui Wakenya ni maadui wa hawa, sijui wa Tanzania. Hapana, we are one people. We have a common destiny. Nimewaeleza Wakenya sio maadui wa Tanzania. Watanzania sio maadui wa Kenya. Maadui wetu sote ni pale ambapo hatuna mali, hatuna nafasi za ajira, hatuna fedha. That is what we must struggle against. Na nataka niwaeleze, kuna semekana na upo kwetu kwamba mali unaweza kuwazima ama kugawa, lakini umaskini haugawanyiki bana. Yeah, let me put it in English. This said, you can share wealth, but you cannot share poverty. What matters is not whether the asset is in one side of the border or the other. What matters is whether it strengthens our shared prosperity. Biashara yetu ilikuwa imefika $950 million. Lakini mwaka wa 2025 ilirudi nyuma to 860. We lost almost $100 million of business between Tanzania and Kenya. Kwa sababu tuko na watu wajeuri na kiburi mingi pale kwa boda. Wewe Tanzania unaenda wapi? Wewe Mkenya unaenda wapi? Sijui.
watu bure sana, wametuharibia biashara. Mr. Speaker, I don't want to run into the trouble of using unparliamentary language. Lakini hawa watu ambao wanaharibu biashara yetu pale, weka hii. Tumeambia mawaziri wetu wafanye kutano, tuondoe biashara, itusaidie kuunganisha watu wetu, kuhakikisha ya kwamba biashara inaendelea mbele, tuzalishe mali, tuzalishe ajira, tuondoe umaskini. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.